Ah, Karibuni kwanza ndugu waandishi. Nashukuru na mmetembelea leo. Karibuni sana. Kitu cha kwanza ambacho kipo hapa mbele yetu, cha kwanza kama familia tunatamani sasa kuomba radhi sisi familia ya mpira wa miguu. Cha kwanza kuomba radhi kwa kile kilichotokea. Kuna namna Mwenda hakutoka vizuri pale Yanga na pale Simba Sports hakutoka vizuri. Ukiangalia namna Simba walivyomlea Mwenda mpaka amefikia hapo alipofikia, kuna namna hakupaswa kuondoka kwa staili ambayo aliondoka, na inawezekana hiyo staili ndio inafanya kuna changamoto nyingi zinakuwa zinajitokeza kwa sasa hivi. Kila anapoenda panakuwa hapakaliki. Inawezekana kuna neema au kuna neno la baraka ambayo inatakiwa litoke kwa mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba na watu wengine kwenda kwa Isra Patrick Mwenda. Kwa sababu sisi tunachokiomba kwanza ni kumsamehe Isra, tusahau yaliyopita. Mpira sasa uchukue nafasi yake. Watu cheze mpira, kwa sababu mpira si uadui, na mtu kuhama kutoka timu moja kwenda timu nyingine sio kesi na sio mara ya kwanza. Watu wengi washahama, washaenda na washarudi. Hicho kitu ni kipo tu kila siku, na maana ya hivyo kwamba unaweza kushangaa kesho Isra pia akasajiliwa Simba Sports, bado ataendelea kuwa mwanafamilia wa Simba, sababu Isra hata leo akasajiliwa Simba pale namba 2, uwezo wa kucheza nao na anacheza vizuri kabisa. Hivyo cha kwanza ni wana Simba mumsamehe Isra, na kama itatokea akarudi kwenye familia yenu ya Simba Sports Club, basi ni mumpokee kwa mapenzi na mahaba yote, kwa sababu atakuwa amekuja kuwapigania. Na Israel bado ni kijana mdogo, kwa hiyo kuna nyakati ambazo anahitaji kila aina ya neno la faraja kutoka kwa wana mpira, lakini pia ni kumuonya pale ambapo anaona si vizuri. Kwa nini tumekuja leo? Wengine watasema kwa nini mmeomba msamaha kwa kuchelewa? Hichi ni kipindi ambacho Israel hana timu ya kuitumikia. Kwa mara ya kwanza tungesema uanze kumwombea msamaha Isra, ungekuwa unakosea upande mwingine. Tayari yuko na timu, labda kipindi yuko Singida, kutoka Singida kaenda Young Africans Sports Club. Hizo zote ni klabu kubwa ambazo zina value kubwa. Sasa ukianza kumuomba msamaha Simba wakati huo mchezaji yuko Yanga au yuko Singida, ni kuikosea heshima Yanga. So kwa kipindi hichi ambacho kumekuwa kuko hana timu, tunaomba ndio tutumie vizuri hiyo nafasi kuweza kuomba radhi. Radhi yetu ni kwamba alikosea, na tunaahidi kwamba hayo maswala hayatojitokeza tena. Simba ni timu kubwa sana. Simba ni timu ambayo timu tishio Afrika sasa hivi, timu ambayo inapendwa na mashabiki wengi. Hivyo kuikosea Simba Sports Club ni kupata tu laana, na tunajua hilo. Mumsamehe Isra, ni kijana wenu, na hata inapotokea akaja kuchukua nafasi labda ya Duchu ama kushirikiana na Shomari Kapombe na vinginevyo, basi mumpokee kama itatokea. Na hata kama ataenda klabu nyingine, basi pia hakuna shida. Lengo tuishi for the peace, kwa sababu tunapitia comment nyingi ambazo mnazituma, iwe kwangu iwe kwa Isra mwenyewe. Comment zile za kwamba hata koma aliondoka vibaya, alibeba begi tu, zinatuumiza, kwa sababu Simba ilikuwa ni sehemu ya maisha yetu. Kuna sehemu ambayo Simba amemtoa Isra kutoka alivyomtoa Alliance, amekaa Simba muda mrefu sana, na Isra nadhani timu ambayo amekaa muda mrefu zaidi ni Simba Sports Club. Kwa hiyo kuna namna Simba wanapaswa tu kumsamehe Isra na maisha mengine kuendelea. Na kinachokuja kutokea sasa hapa ni kipi? Kwamba tumeshaomba radhi. Ridhaa ya nyie kuipokea ule radhi ni ya kwenu nyie wenyewe. Isra mimi ni mwanangu sana. Yaani Isra mimi ni mshikaji wangu kichizi. Kwa hiyo ninachokiongea na represent kutoka kwa Isra mwenyewe. Ni mchezaji ambaye namwadimaya sana. Ni mchezaji ambaye namkubali sana. Na ni mchezaji ambaye muda mwingi sana tuna connect baadhi ya vitu. So mkipata muda, ni muda ambao kitu pekee ambacho tunakiomba kwa muda huu ni kumsamehe Isra na maisha mengine yaendelee vile ambavyo Mungu amepanga yawe. Simba ni timu kubwa sana. Isra akiwepo timu inafanya vizuri, Isra asipokuwepo timu inafanya vizuri. Isra anapaswa kuwa mdogo mbele ya Simba, lakini Simba hawezi kuwa mdogo mbele ya Isra Patrick Mwenda kwa sababu ya ukubwa. Taasisi siku zote inabaki kuwa juu, na mfanyakazi hawezi kuwa zaidi ya taasisi.
Kwa hivyo kuanzia sasa na tunapoelekea pia, tuishi for the peace, tusimchukulie Israel kama adui, tumchukulie Israel ni vijana kama walivyokuwa vijana wengine. Asanteni sana, naamini mmepokea maombi yangu na mtayafanyia kazi. Kwenye komenti zenu tunasoma, na nafikiri tutayafanyia kazi yale ambayo mna comment.